Nane Nane imeshika kasi kwenye viwanja vya Dr. Samuel Malecela. Nilipo hapa, nyuma yangu ni banda la Wizara ya Fedha. Wana jambo gani hii leo? Usiondoke, mimi ni Godfrey Kusolwa na tunasema hivi, popote tunakufikia, karibu. Kwa majina naitwa Marcelina Aule, ni mhasibu kutoka idara ya mhasibu mkuu wa serikali, kitengo cha huduma za mfuko mkuu. Kazi kubwa ya kitengo cha huduma za mfuko mkuu ni kulipa michango ya mwajiri kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii. Hiyo kazi ya kwanza. Ya pili, kulipa mishahara kwa wale watumishi wanaolipwa na fungu 22. Ya tatu, kulipa pension kwa wastaafu wa makundi maalum wanaolipwa na Wizara ya Fedha. Lengo kubwa la kuja katika maonyesho haya ya Nane Nane ni kuja kutoa elimu kwa watumishi wanaopelekewa michango yao kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii. Waangalie michango yao kabla hawajastaafu, kwa sababu tunapata shida sana wanapokuja baada ya kustaafu. Wanakuja kwanza kuulizia kwamba kuna gapsi kwenye mtiririko wa mchango wao, lakini ukiwa huko ofisini utapata wasaa mzuri wa kuangalia gapsi zako na kuziwakilisha, ili unapostaafu usipate shida, kwa sababu tunajua unapostaafu kuna mambo yanakuwa mengi na umri unakuwa mkubwa. Kwa hiyo kwanza kuzunguka kwenye nagari inakuwa haipendezi. Kwa hiyo tunawasihi watumishi pamoja na waajiri waangalie statement, mtiririko wa michango yao kwa ajili ya wafanyakazi wao. La pili, kuja hapa kutoa elimu pia kwa wastaafu wanaolipwa na Wizara ya Fedha. Kuna message wakati mwingine zinapita kwa wastaafu. Sasa zile message mara nyingi zinakuwa sio sosi maalum. Tunawasihi wastaafu wetu watakapopata taarifa, kama wizara itafanya mabadiliko yoyote au kitengo, tutapeleka taarifa kwenye vyombo vya habari, watasikia huko. Lakini kama kutakuwa na message yoyote ambayo iko tofauti, tuna hazina ndogo ziko nchi nzima. Kwa hiyo wanaweza kufika hazina ndogo na wakapata maelekezo zaidi au ufafanuzi. Karibuni sana kwa Nane Nane, mje mjifunze, lakini pia mujionee. Nane Nane ni nzuri. Karibuni sana. Karibu kwenye maonyesho ya Nane Nane ya mwaka 2026 katika banda la Wizara ya Fedha. Hapa ni idara ya mitume ya fedha na usimamizi wa huduma za ndani za TEHAMA ambazo ziko ndani ya Wizara ya Fedha. Kwenye idara yetu tunasimamia mifumo ya kifedha mbalimbali ambayo kwa ujumla inahudumia wananchi, na hiyo inahudumia huduma za ndani za Wizara ya Fedha. Tuna mfumo kama wa mishahara ambao unaitwa salary slip, ambao tunasimamia kuhakikisha wananchi wa Tanzania wenye uhitaji na hati zao za mshahara kwa ajili ya huduma za kifedha zingine kama mikopo wanapata kwa urahisi, ambapo hapo awali ilikuwa tuna bachi za makaratasi, lakini sasa hivi imeboreshwa na inapatikana kidijitali, ambapo mtu anaweza kaingia kwenye tovuti ya salary slip ya Wizara ya Fedha na akapata salary slip yake, na kama ana changamoto ya nywila atapiga dawati la msaada na pale atapatiwa huduma. Ataulizwa maswali mawili matatu kuthibitisha kama ndio yeye, na baadaye tukishajiridhisha kama ni yeye muhusika, tunamrekebishia nywila yake na anaendelea na huduma ya kujihudumia upande wa mila. Pia kwa malengo makubwa ya nchi ya dira 2050, kama idara yetu mfumo wa kifedha tulianza na GPG, na sasa GPG imekuwa mtoto mkubwa, anapo majaliwa mwakani anaweza kutimiza miaka 10. Kwa ni mtoto ambaye amelelewa, amekua, lakini kwenye kukua huko tukaona tufanye maboresho mbalimbali. Moja maboresho, tumekuja na huduma moja inaitwa control number jumuishi. Hii control number jumuishi lengo kuu mama ni kwa sababu tukagundua baadhi ya taasisi za serikali zinashare makusanyo. Yaani huyu anamkusanyia huyu anamkusanyia huyu. Mfano rahisi ni Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Kwenye sekta ya mifugo kwa kuna minada ya upili na minada ya awali, ambapo kuna baadhi ya fedha lazima zije wizarani na zingine zinabaki kule kwenye halmashauri. Kwa kupitia control number jumuishi tumeweza kutatua changamoto ya wale wanaoshare revenue kwa namna moja au nyingine, kwa sababu ilikuwa nafika mahali taasisi A kisha ikimsanyia B, kwenda kumpelekea B hizo fedha
KCB inaona kama zile fedha ni za kwake, lakini tumetengeneza solution ambayo inarahisisha. Ni moja malengo kuelekea dira yetu kwamba turahisishe huduma za serikali kwa namna moja au nyingine. Pia tuna huduma ambayo kwa sasa kwenye hatua ya majaribio inaitwa Universal Billing System. Hiyo Universal Billing System tuligundua kwamba baada ya kuwepo huduma ya GPG ya control number kwa Watanzania wengi, na wengi wameipokea, wameifurahia, wana uhakika kwamba pesa wanaolipa kwa control number inafika mahala husika. Tukagundua taasisi nyingi za serikali hazina mifumo ya kuchakata bili. Kwa tulivyofanya study tukagundua kwa sababu ya ukosefu na sababu mbalimbali za kiufundi na kiutaalamu, tukaona sisi na hii kitu, na sasa tumeanza na taasisi 3 za majaribio. Panapo majaliwa tutaenda live, na baada ya kwenda live siku za usoni taasisi nyingine nyingi zitakuwa zimejikuja, ataweza kuchakata bili yake, ile process management, ataweza kusema hatua ya kwanza mteja akifika na hudumia hivi, hatua ya pili hivi, kabla hujafika kwenye bili yenyewe kwamba upewe control number, kuna hatua gani zinatupeleka pale. Kwa tumeamua kuja na hicho kitu ambacho taasisi nyingi zitakuwa katika zinatumia hii, na itakuwa web based. Kwa hiyo Mtanzania hata akiwa nyumbani kwake anaweza akajihudumia na huduma hizo kwa taasisi mbalimbali bila kufika kwenye ofisi. Baada ya kutoka kwenye idara ya management ya mifumo ya fedha, hatuzungumzie masuala ya fedha. Tunasikia swala zima la ununuzi wa umma. Ununuzi wa umma ni nini? Majibu haya yanatatizwa na sera. Kwa hiyo tumetembelea idara ya usimamizi wa sera za ununuzi. Maonesho haya ya 8 ni maonesho ya kimataifa ya kilimo. Wana kitu gani? Karibuni katika maonesho ya 8 ya mwaka 2026 katika banda ya Wizara ya Fedha. Tulioko hapa ni idara ya sera ya ununuzi wa umma. Idara hii inatokeleza majukumu mbalimbali ikiwemo kuandaa sera ya taifa ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi, kuandaa sheria, kanuni na miongozo mbalimbali katika utendaji wa shughuli za ununuzi wa umma na ugavi, lakini vile vile inashauri serikali kuhusu namna ya kutekeleza shughuli za ununuzi wa umma na ugavi. Kikubwa kwa idara hii, mwaka huu tumezindua sera ya taifa ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi, ambapo hapo awali shughuli hizi zilikuwa zikitekelezwa kwa kutumia sheria ya ununuzi wa umma pamoja na sheria ya fedha na miongozo mbalimbali. Kwa hivyo serikali ikaona kuna haja ya kuandaa sera ambayo itaweka misingi ya kisera ya usimamizi wa shughuli hizi ili kuongeza ufanisi katika utekelezaji wake. Sera ya taifa ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi imejumuisha ununuzi wa umma, ugomboaji na ulipaji wa mizigo ya serikali, upokeaji na urejeshaji, uhifadhi, matumizi na utunzaji wa bidhaa, vifaa na mali, usambazaji wa mali pamoja na uondoaji kwa maana ya disposal ya hizo bidhaa, vifaa na mali. Sera hii imeweka malengo na mikakati ya kuimarisha utekelezaji wa shughuli hizo ili kuongeza ushiriki wa sekta binafsi, makundi maalum pamoja na kuhamasisha matumizi ya rasilimali za ndani pamoja na wajasiriamali wadogo wadogo. Sera hii kwa kuzingatia kauli mbiu ya maisha ya 8 haya ambayo inasema tambua soko, ongeza tija, tutekeleza dira ya 2050. Hapa tunataka kuwaambia wananchi kwamba sera hii imeweka matamko ambayo kianza kuimarisha matumizi ya rasilimali za ndani, kwa maana ya kwamba mazao yanayozalishwa nchini yanaweza kununuliwa hapa nchini na sio kwa nchi yetu kununua bidhaa kutoka nje ya nchi. Kwa hivyo tunahamasisha wananchi kule katika banda letu kujifunza kuhusu sera hii na kuona fursa zilizopo ili waweze kunufaika, hasa wakulima. Katika maonyesho ya 8 ya mwaka huu 2026 tunaendelea kutoa elimu kuhusu usimamizi wa deni la serikali, na katika hilo tunawafundisha wananchi wanaotembelea maonyesho haya kuhusu sheria ya mikopo, dhamana, misaada, ambayo hiyo ndo msingi wa utekelezaji wa majukumu mbalimbali, kwa maana kwamba sheria hiyo inampa mamlaka waziri wa fedha peke yake vikopa, kutoa dhamana na vile vile kupokea misaada. Pia tunawafundisha watu kuhusu namna ya kushiriki katika masoko ya dhamana au hati fungani za serikali. Tunajua baada ya kuwekeza katika kilimo, unapokuwa unapata ziada, unaweza kushiriki kuwekeza pia katika dhamana za fungani ya serikali ambazo zina riba ambazo ni nzuri sana sokoni. Lakini pia katika kutekeleza programu mbalimbali za serikali, zingatia tupo katika dira 2050, serikali ikizingatia pia uhimilivu wa deni, inasimamia na inazingatia kwamba
inachukua mikopo ambayo ni nafuu ili kuwezesha sekta ya kilimo, ambapo tunajua kwamba yenyewe inachukua muda mrefu kurejesha, vile vile ina mapato ambayo yanakuwa polepole. Kwa hivyo hata katika kuwekeza katika sekta ya kilimo, serikali imepewa ikikopa kwenye vyanzo ambavyo ni nafuu, ambavyo vina riba nafuu, ili kuanisha mapato madogo hayo pamoja na ulipaji wa deni kutoka kwa vyanzo ambavyo tumeweza kukopa. Asante sana. Tambua soko, zalisha kwa tija, kutekeleza dira 2050. Tulikuwa atukuletea matarajio mbalimbali ya maonesho ya kimataifa ya kilimo na nane mwaka huu 2026 kutoka katika idara ambazo wamepata nafasi ya kuzungumza kwa leo. Umejionea mambo mengi, lakini kikubwa ni wewe mwananchi kuweza kufika katika banda la Wizara ya Fedha kuweza kujipatia elimu, lakini na taarifa sahihi kuhusiana na mnyororo mzima wa ukuaji wa uchumi. Kwa hiyo hatuna la ziada. Mimi ni Godfrey Kusola. Kumbuka tu Ndalini Media popote tunakufikia, na hivi vipindi maalumu vya maonesho haya ya kimataifa ya kilimo 88.